Umesalimika mtazamaji mpenzi wa kutoka radio na television Ngoma ya Kivu, na karibisha kuifuata habari zetu za Kiswahili ya jioni ya siku ya tatu, ikiwa ni tarehe 18 Oktoba mwaka 2023. Taarifa inayokuja kupitia ufundi wake Samuel Kaje, naye Ushindi Sumbu akisindikizwa naye Sharmachi Fuliru na Achiza Katera. Likilu Sombo inakuwa ni jina langu kwa utangazaji. Habari kamili ni kuhusu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo nchi ya Uganda, nafasi ambako kuanzia sasa wakongomani wote hawatalipa tena tiketi ya aina visa ili kuweza kujelekeza upande wa nchi ya Uganda. Uamuzi huyu uliweza kuchukuliwa mnamo kikao cha 8 cha kamisheni kati ya nchi ya DRC na nchi ya Uganda iliyoendeshwa mji mkuu Kinshasa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Suluhisho ya kufurahishwa na wajuzi wengi humu jimboni Kivu ya Kusini, ambao wanaonekana kuweza kufurahia uamuzi uliochukuliwa mnamo kikao hicho. Inakuwa ni kesi yake profesa mnamo mkondo wa sheria ya kimataifa ambaye anakuwa ni Thomas Furau uzani ya kwamba hatua hiyo itaonekana kuweza kuruhusu kupunguza ziara kadhaa upande ya wakongomani ambao wanakuwa kijelekeza nchini Uganda ili kuweza kufanya ziara zao za kibiashara na kadhalika ajili ya kuweza kurejea nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hapa na kwa kumsikiza akiwa mbele ya mic na kamera yake Christian Mukenge kwa niaba ya radio na television Ngoma ya Kivu, Thomas Fura. Faida iko mkubwa sana, tulichunga siku mingi na kwa karibu mwaka mzima. Kongo iliingia ku EAC, tukaanza kuchunga basi premier visa ya kuingia Uganda na usi ya kuingia Kongo kwa Uganda. Kwa kisi nafikia kwangu nawaza ni hatua kabambi yenye serikali ya Kongo inafanya kwa hii muda. Magumu itakuwa gani? Magumu itakuwa ni kuona juu batu baende Uganda wakie Kongo mikono wazi kutembea tu bure. Wanakuja kuuza bitu, tunanunua bitu Uganda. Hata magumu ni kuona kwetu sie nini tutauzishia Uganda. Nini mtu ataka kununua ku Kongo apeleke kuusha Uganda. Ya kwetu kwenda kuuzia kampani ya mingi tutakuwa inakuwa huko kwetu. Mengefana tuangalie tutauzishia ba Uganda nini. Kwa na sie kwa ile kwa mpera ka force kwa ile marché ndio tunaingia ndani. Tufahamisha kwamba wakongomani walikuwa wakilipa kiasi ya dola 15 kama vile pesa ya kuweza kuuza tiketi ya visa kuweza kujelekeza nchini Uganda. Hatua ya kuvutwa kwa pesa hiyo ya kuwa ikitekelezwa tangu mnamo nchi ya Kenya na Tanzania, tangu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwezi kuweza kuingia mnamo East Africa Community. Na upande mwingine humu jimboni Kivu Kusini, ni liwali wa jimbo ya Kivu Kusini Teongwa BJ Kasi ndio anaweza kutembelea mashua 4 za aina vedette rapide ambazo zilionekana kuweza kuuzwa naye rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ajili ya kuweza kurahisishia uchukuzi ya wakaaji mnamo ziwa Kivu kwa kuweza kusubiriwa sherehe ya kuanzisha kwa ziara ya mashua hiyo. Liwali wa jimbo ya Kivu Kusini Teongwa BJ Kazi alionekana kuweza kuiunda kamisheni ya kuweza kuendesha uchunguzi zidi ya usafi na kadhalika mnamo mashua hizo. Huyu alionekana kuweza kutoa heshima inayostahili kwake rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na chombo hicho ambacho kitaonekana kuweza kusaidia wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo ya Kivu ya Kaskazini ili kuweza kuendesha ziara zao mnamo hali ya salama ziwani Kivu. Na shirika la raia mtaani Bagira ya kuwa ikilaumu usalama mdogo ambayo ya kuwa ikiripotiwa eneo mara kwa mara hapa mjini Bukavu, na kuweko kwa kesi ya ajali za barabarani ambazo kwa zikiripotiwa mara kwa mara. Hali hiyo ya kuwa ikitokeza kulingana na gari ambazo za kwa zikikaa kando kando za barabara kama vile nafasi ya Uhuru ama Place de l'Independance hadi eneo ya Bagira, nafasi ambako kwa kuwa vurugu kadhaa ambazo za kwa zikiripotiwa eneo hiyo kutokana na gari hizo ambazo za kwa zikikaa kando kando ya barabara. Muungano ya kiraia iliweza kuyafahamisha, ilikuwa ni kupitia kibarua ambacho kilionekana kuwasili kunako kutoka radio na television Ngoma ya Kivu. Ilikuwa ni siku ya tatu tarehe 18 Oktoba mwaka 2023 kama inavyofahamisha ripoti kamili.
Katika kibarua hicho, shirika la raia Pakadutu inajulisha kwamba ni tayari ajali 3 za barabarani ziliripotiwa kwa juma mmoja. Pia watu 4 kujeruhiwa na mabandia wanaojificha chini ya magari zinazosimama karibuni na barabara. Shirika la raia inaongeza kusema kwamba msongamano wa magari umeonekana kuripotiwa asubuhi kama jioni kwenye barabara ya nafasi ya Uhuru hadi Bagira, jambo ambao inazuia kazi nyingi. Pia magari za kubeba wagonjwa kukosa njia ya kufikisha wagonjwa kwenye hospitali ya Bagira. Mbele ya tukio hicho, Hippocrate Marume anaalika meya wa mji kuondoa kioski na magari yanapatikana barabarani kwa kulinda raia na mali yake. Zaidi ya hiyo, shirika la raia inaalika ofisi ya waziri anaohusika na mambo ya ujenzi kuwaza kuhusu kukarabati kwa barabara pa nafasi ya Uhuru hadi kwenye duka la Vani, barabara ambao inakuwa katika hali ya kuharibika. Na tubaki tu jimboni Kivu ya Kusini, nafasi ambako kuanzia sasa wakaaji wa Mubondwe wataonekana kufaulu kuweza kupata chumba cha conference ambayo yakuwa ni zawadi yake kada na mwanamemba wa chama cha kisiasa ANC, yani Alliance des Nationalistes pour un Congo Emergent katika lugha la Kimombo, na ambaye anakuwa si mwingine ila ni bwana Mulumoderwa Mungwakonkwa Augustin. Utawafahamisha kwamba chumba hicho kinaonekana kuweza kujengwa katika hali ya kisasa, kilionekana kuweza kutolewa upande wa raia wa eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Ilikuwa ni siku ya pili tarehe 17 Oktoba mwaka 2023. Oku ezimfranga kwa kagulaha Mbo hivyo vikiwemo manjanja mbao na misumari ndivyo vilivyopewa na wakaji wa Mubondwe ndani ya groupement ya Burale wilayani Walungu. Akijulisha Mungwakonkwa Mulumoderwa Auguste, mwanakada wa NCA na PCA wa Foundation Mungwakonkwa, ni baada ya miaka mingi ndio wakaji hawa waliteswa na kukosa makao ambamo wanaweza kutana kwa vikundi mbalimbali ya wakaji. Fursa kwake kuwahimiza wakaji wa Mubondwe kujikamatia uchaguzi unaokaribia mnamo DRC na kufuata maono na ideolojia yake. Mkuu wa NCA Norbert Basengezi Katitima: tulikuya kujibia kwa ahadi ambayo tulipanaka juu ya kujenga nyumba ambayo wamama na wababa watakuwa nafanyia marenio mlokalite yao, na leo tuliweza kuongea na nikaita honorable Chokola Katintima Ntwali ambaye alinisaidia kwa kutoshesha wale wa watu katika hospitali hapa Mubondwe. Ujumbe ni moja tu, ni tuko naambia population yetu, wakaaji wote wasutenire hii maendeleo ambayo Mulumoderwa Mungwakonkwa iko nafanya, wasutenire maendeleo ya Prince Chokola Ntwali sawa député national. Wanaume, wanawake na vijana walikuja kufuata ujumbe wa mtoto wao. Wamesema kufurahisha na ujumbe huu pia na vitendo anavyovifanya wilayani Walungu. Hawa wanasema kwamba watamunga mkono mwanaume huu mwenye vitendo vya maendeleo. Mekupitia wenye alienda na kutuonesha na misaada yenye alitufanyizia. Tunaweza kesho anasitufanyizia vingine vya mzuri. Tunamsindikiza paske ni mtu wa development sana. Haya kwa deputy, lakini maaction zenye niko nafanya makartie kwenye tuko nasikia na hapa kuona deputy tunakwaka hatuya ona deputy mwenye anafika hapa kwa masomo yetu. Sasa tumemwona kisi mtu wa majambere sana. Kwa fursa hiyo hiyo, Mungwakonkwa Mulumoderwa Auguste alirahisisha malipo kwa wagonjwa katika vituo vya afya. Na upande mwingine utafahamisha kwamba wanawake ambao miaka ya kuwa kati ya miaka 45 hadi 55 hawa wanaalikwa kuweza kuendesha vipimo upande ya wanganga endapo mwili yao itaonekana kuweza kuonesha alama zisizokuwa za kawaida mnamo miaka hiyo. Haya yote ni ajili ya kuweza kuepuka ili kupiganisha kukumbwa mnamo shida ya uzuni kutokana na hatua ya menopause. Mwito inakuwa ni yake Daktari Chirimwami Baguma Serge toka hospitali ya Biofarme. Ilikuwa ni wakati ya mazungumzo aliyoendesha nao na ripota wa radio na television Ngoma ya Kivu. Ilikuwa kwa niaba ya kuweza kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya menopause ambayo yakuwa ikisherekewa kila tarehe 18 Oktoba ya kila mwaka.
Miongoni mwa dalili za wanawake ambao wamemaliza kuzaa tunaweza kutaja kutokupata maradhi ya mwezi ya wanawake, jasho mingi, maumivu ya kichwa, shida ya usingizi na kadhalika, amejulisha Daktari Serge. Huyo amehakikisha kwamba mara tu wanawake ambao umri wao unatofautiana kati ya miaka 45 hadi 55 wanapoonyesha dalili hizo, lazima wajielekeze kwenye kituo cha afya ili wapewe vifaa vya kujua jinsi ya kukabiliana nayo. Kwa sababu, anaongeza Daktari Serge, wanawake wengi hawajui namna gani hali hiyo ya kumaliza kuzaa hujitokeza, na hicho ndicho chanzo cha kuanguka katika kipindi hiki ambacho ni cha asili pia cha kawaida. Wakati mwanamke anaingia mwele periode ya menopause, manake hata kwa naona damu yake ya mwezi na atakuwa anapata kifukutu mingi, atakuwa anatoka jasho mingi na si ya menopause na hawezi tena kuzaa. Wakati inafikia hivyo, inaomba mwanamke anakuwa na menopause anaenda kuona mganga anatunza wanawake au mwingine tu daktari, atafasiria namna gani hiyo vitu inafikia na atamuandikia madawa ya kumsaidia juu hiyo masini zipotee. Kumbuka kuwa sikukuu ulimwenguni ya wanawake ambao wamemaliza kuzaa ina lengo ya kuhimiza kuhusu masuala yanayohusiana na afya ya wanawake wanaopitia kipindi hicho cha kumaliza kuzaa. Mnamo mwaka wa 2013, wanawake bilioni 1 na zaidi watakuwa na umri wa miaka 15 na zaidi. Kulingana na OMS, idadi inayoongezeka ya wanawake hawa wanaweza kutarajia kuishi miaka mingi kisha kumaliza kuzaa. Na kabla ya kuweza kuhitimisha taarifa yetu ya Kiswahili, utafahamisha ya kwamba wakaaji wa mkoa ya Kaziba wanakuwa wakialikwa kuweza kujihusisha na vituo vya na university na shule zingine eneo hiyo ambazo zitakuwa zikiendeshwa kutokana na bidii yake. Mheshimiwa Norbert Basengezi kati itima aliko iliyotolewa nayo shirika ya AIK. Ilikuwa ni wakati wa conference walioandaa hii siku ya 3 tarehe 18 Oktoba mwaka 2023 paka Aziba, kwa niaba ya kuweza kuendesha maandalizi ya kusherekea mwisho wa mwaka wa shule pa ISP, ISDER na Inikaze. Yote zinakuwa ni hapo Aziba, tukua jimboni Kivu ya Kusini. Na upande mwingine ni raia mnamo kata Achai ndio anakuwa kiendesha utetezi ajili ya kuweza kuendesha kurejesha maji safi eneo hiyo. Utafahamisha ya kwamba raia hao wanakuwa kilaumu ukosefu wa maji safi ambao yakuwa sasa ikidumu zidi ya miezi 7 hawaipati eneo hiyo, wakati ambako kunakuwa kipatikana duru la mazigiro na ambayo yakuwa ikipita mnamo eneo hiyo ya mji wa Bukavu tukiwa jimboni Kivu ya Kusini. Kulaumiwa kwa tendo hiyo ilikuwa ni wakati wa matembezi aliyoendesha kiongozi wa mtaa wa Bagira Patience Bengea eneo hiyo ya mji ya Bukavu, kama inavyofahamisha ripoti kamili. Baada ya kuwasili katika sehemu hii ya mtaa wa Bagira, idadi ya jumuiya hii iliongoza baraza la usalama. Mara moja, baraza la usalama liliamua kutengeneza nafasi 8 zilizowekwa katika eneo tofauti za eneo hilo tangu mwezi wa 3 uliopita. Angalizo ambalo kiongozi wa Bagira Patience Bengea anaahidi kutekeleza maombi ya wakaaji ili maji yaweze kurudi kwa muda mfupi. Mnajua kama hii quartier Chai ni quartier yenyewe inapita mu ile matuyo ya kutosha maji mazigiro ya kuleta mvili kote ya Panzi. Merci Corps imeweza kujenga maborne fontaine ili population iweze kupata maji. Ile maborne fontaine na hiyo makazi tulifanya iko bei sana, lakini haitoshaki mai. Inakuwa sawa vile population waiangaikie. Wakati nilipata ile habari nikasema nikuye ni journée binafsi mbele ya kwenda kufanya plaidoyer kwa wale watu wenye kujere maji huku. Maji inapita mugini hii ya quartier Chai iko na karibu 80,000 habitants. Tulipata makaa mingi ya kolera, watu walikufa juu ya kukosa maji. Kuna kwa watu wenyewe iko wanauzisha maji hapa, anakuwa na bidon yake samwa ni maji hata yenyewe haiko safi, population haina shua ingine. Banauza bidon moja 20 litre kwa 500 francs. Mwanamke huyu ni mkaaji wa Chilagira Aveni, alitoa ushuhuda wake.
Watatu ndo mai ya mwisho ilifikaga hapa, na yenyewe tumenafika hapo juu, mai iliharibika kule chini, bakafunga kule chini, mai ikabakirio. Ikumbukwa kuwa wajumbe wa Baraza la Usalama la eneo hilo la Chai waliibua masuala mengine kuhusiana na afya na usafi wa mazingira yao. La ziada sina, mtazamaji mpenzi wa kutoka Radio na Television Ngoma ya Kivu, na kupitia taarifa hii tunahitimisha habari zetu hizi ya Kiswahili ya jioni ya siku ya tatu, ikiwa ni tarehe 18 Oktoba mwaka 2023. Taarifa iliyokuja kupitia ufundi wake Samuel Kaz naye Ushindi Isumbu, wote walikuwa kisindikizwa naye Sharma Chifulio na Achiza Katera. Likilu Sombo ilikuwa jina langu kwa utangazaji. Tuwatakieni wote jioni njema ya amani na salama popote mtufuatavyo, na kuomba tubaki chonjo ya runinga zenu mkiendelea kufuata vipindi mbalimbali nazo mpango kutoka Radio na Television Ngoma ya Kivu. Bye bye na alamsiki. Il est là. Nous venons émpathir avec la population Sud-Kivu. Nous venons sensibiliser les gens sur l'enrôlement des électeurs. Il faut parfois laisser les images parler d'elles-mêmes. Norbert Basengezi Katintima, autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, une véritable force de frappe. Wamama, amjambo. Chama haiko chama ya Sud Kivu tu, ni chama ya République démocratique du Congo. Le pouvoir d'un leader se justifie par sa capacité de mobilisation. Oui, il s'agit bien sûr d'un véritable leader. La place de l'indépendance de Bukavu est pleine à craquer. Munapenda hii chama wala hapana? Mwonyeshe mikono juu kama mnaipenda. Norbert Basengezi Katintima ne parle que par des actions. Parti du peuple. La force de frappe.